Bwana Yesu asifiwe sana. Niko tena hapa leo mbele yenu kwa majina naitwa Bishop Grace Hussein Justin. Na leo tena nimewajia kuwapa kitu muhimu nyinyi ambao mnanifuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Mungu awabariki sana. Leo nimewajia na kitu kingine tofauti kabisa. Kuna video ambayo nilifanya kipindi cha nyuma na watu wengi mkaongea, watu wengi wakatoa maoni yao. Lakini nakuja kuambia kitu kingine ambacho ni msaada sana kwako siku ya leo. Na naomba unisikilize kwa makini sana. Huduma ina nguvu pale ambapo unapogundua uwezo, nguvu, neema na wingu linalofanya kazi kwa wale waliokutangulia. Narudia. Huduma ina nguvu pale ambapo unapogundua neema, kibali, nafasi, wingu ambalo Mungu aliweka kwa wale waliokutangulia. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 3 kwamba na itakuwa popote mtakapokanyaga nyayo ya miguu yenu mtakapokanyaga nitawapa. Nitawapa nchi hiyo kama nilivyomwapia mtumishi wangu Musa. Mungu anasema na Yoshua lakini akamwambia kama nilivyomwapia Musa. Kwa nini Mungu aseme kama alivyomwapia Musa? Agano la kuwatoa wana wa Israeli, kuwatoa Misri, kuwapeleka Kanaani haikuwa na Yoshua. Agano la kuwatoa wana wa Israeli, kuwatoa Misri na kuwapeleka Kanaani ilikuwa na Musa. Na agano ambalo Mungu aliingia na Yoshua lilikuwa ni agano ambalo Mungu alilianzisha na Musa. Tatizo la watu wengi ni nini? Watu wengi tunashindwa ni kwa sababu tunataka kujionyesha kwamba sisi ndio. Tunasahau kwamba kama tutasema sisi kuna watu ambao walituandaa. Narudia kusema hichi kitu. Kama utasema sisi ina maana kuna watu ambao walituandaa. Na hawa watu waliotuandaa ni watu gani? Ni mababa ambao walitulea kiimani. Nikwambie wewe kijana unanisikiliza, wewe mhubiri unanisikiliza, wewe ambaye ni mhudumu mzuri ambaye unanisikiliza wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu mzuri lakini kuna sehemu unakosea. Ikiwa hautojua kujua nafasi, kugundua nafasi au kutambua nafasi ya baba yako wa kiroho, ikiwa utakosa kujua nafasi ya baba aliyekulea au baba aliyekutangulia. Kuna aina nyingi ya baba ambao sijui kama naweza nikapata nafasi leo kuizungumzia. Kuna aina nyingi ya wababa. Na katika hawa wababa wote ni lazima wapewe heshima. Kwanza kabisa aliyekuhubiri injili ya kwanza kabisa na kupitia yeye ukaamua kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Akakubatiza. Yule ni baba, anatakiwa heshima sawa sawa na Biblia inavyosema katika kitabu cha Efeso sura ya 6. Kwamba ni lazima waheshimu hawa watu ili uweze kuwa na siku nyingi duniani. Huduma za watu wengi zinashindwa kuwa na nguvu na kudumu siku nyingi kwa sababu gani? Hawajui kuheshimu baba zao. Yaani unamchukulia babako mpaka unafikia kuna mtu mwingine ambaye anafikia kusema kwamba babangu wa kiroho hawezi kunifikia mimi. Wewe babako wa kiroho hawezi kukufikia kwa sababu una nini labda ambacho wewe unaweza ukafanya mpaka ujisifu kwamba baba yako wa kiroho hawezi kukufikia? Kwa sababu umejenga kanisa kubwa, kwa sababu umesafiri zaidi yake. Wacha nikwambie kitu muhimu hapa. Kuna watu ambao walishindwa ili kufanya watu wengine wafaulu. Narudia. Kuna watu ambao walishindwa ili kufanya watu wengine wafaulu. Hauwezi ukafaulu bila kushindwa. Wengine walishindwa ili waachie nafasi wengine kufaulu. Daudi hajashindwa kujenga hekalu, lakini Mungu akamwambia afanye maandalizi ya kujenga hekalu, lakini atakaye kuja kujenga ni mwanae. Kuna watu ambao wao walishindwa kuendelea ili wewe uendelee. Ujue kwamba kushindwa kwa baba yako kuliandaa kuweza kufaulu kwako. Yaani ili wewe ushinde ilibidi kuwe na mtu ambaye atashinda. Ili sisi tuishi ilibidi kuwe Kristo ambaye atakaye kufa. Sijui unanielewa hapa vizuri. Kwa hiyo ni lazima ujue nafasi ya baba. Watu wengi sasa hivi huduma zinashindwa kuwa na nguvu kwa sababu ya kujilinganisha na baba. Yaani ukihubiri tu vizuri watu wakikupenda siku 2-3 mimi nikihubiri ndo watu wananipenda kanisani. Baba akihubiri watu wampende. Sikia nikwambie hii ni moto itakufanya ukimbie. Daudi aliua Goliati, baada ya kumuua Goliati Biblia inasema watu wakamwimbia nyimbo, alikimbia. Alikimbia akaenda porini na akaacha kula nyama ya mfalme.
Unapokubali sifa ya kiongozi wako, unajitafutia vita, na sio vita tu, ni laana. Ni laana. Subiri wakati wako, na hata kama utainuliwa namna gani, jua nafasi ya baba. Narudia, hata kama utainuliwa namna gani, jua nafasi ya baba. Baba wa pili ni mababa ambao Mungu amewainua duniani kuwa kama mababa. Mfano, Mwamposa Tanzania. Mwamposa ni baba. Jodevi ni baba. Suguye ni baba. Sijui kama Alibari Kisumbe ni baba. Kuna wengi ambao ni mababa, ni lazima tuwaheshimu. Kwa sababu gani? Wao ndio wamepewa jukumu la kumuinua Mungu kwa wakati huu, na Mungu amewainua kwa wakati huu. Usipojua kusapoti huduma ya mtu mwingine, hautopata nafasi ya mtu kukusapoti wewe. Watu wengi tunashindwa kuendelea kupanda viwango vya juu, tunabakia kuwa na makanisa madogo. Unakuta mtu akiwa na kanisa la watu 300 anajiona kwamba ana kanisa kubwa, anaanza kumsema vibaya Mwamposa, anaanza kumsema vibaya Jodevu. Kama ukiona chochote ambacho wao wamekitenda ambacho sio kizuri kwako wewe, mtafute. Ni mtu ana nafasi ya kupokea watu, mtafute umoja. Baba tena, ujishushe kabisa, ni baba, ni baba. Nafikiri ni somo kubwa, lakini tutaliendelea siku nyingine. Heshimu wale waliokutangulia, ni agizo la Biblia, sio mimi. Ni lazima tuwaheshimu waliotutangulia, tuwaheshimu waliotutangulia. Ikiwa tunataka huduma yetu iwe na nguvu, ikiwa tunataka huduma yetu iwe na nguvu ya kufanya vitu vikubwa, lazima tuwaheshimu waliotutangulia. Mungu akubariki sana.